Nicolas Maduro na mkewe wanakabiliwa na mashtaka ya kujihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya baada ya wawili hao kuvamiwa na makomando wa Marekani siku ya Jumamosi na kusafirishwa hadi Marekani ambapo hii leo watapandishwa kizimbani. Awali, serikali ya Venezuela ilipinga vikali hatua hiyo ya Marekani na kutaja kuwa Maduro ndiye rais anayetambulika wa Venezuela. Trump alijibu kwa kutoa vitisho kwa makamu wa rais wa Venezuela Delcy Rodriguez kwa kusema kuwa endapo hatofanya maamuzi sahihi basi atalipa gharama kubwa zaidi kuliko ile iliyomkuta Maduro. Baadaye Delcy Rodriguez ambaye kwa sasa ndiye kaimu rais alitangaza kuwa Venezuela iko tayari kushirikiana na Marekani kwa ajili ya maendeleo ya pamoja na kwamba serikali yake inatoa kipaumbele kwa hatua ya kuelekea uhusiano wa kuheshimiana na Marekani. Hata hivyo, Venezuela imeitisha kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kitakachofanyika hii leo na ambacho kitatumiwa kama jukwaa la kuelezea wasiwasi wa kimataifa kuhusu nia ya Marekani katika nchi hiyo yenye watu wapatao milioni 30. Jumuiya ya kimataifa pia imeendelea kukosoa hatua ya Marekani kumteka rais wa Venezuela. Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya zimeelezea wasiwasi wao mkubwa kuhusu kukamatwa kwa Maduro, huku Urusi, China na Iran zikitoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa rais huyo na mkewe. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Lin Jian, amesema kitendo hicho ni utekaji na kinakiuka sheria za kimataifa. China imeshtushwa mno na inalaani vikali matumizi ya nguvu ya Marekani dhidi ya taifa huru na kumdhibiti rais wake kwa nguvu. Vitendo hivi vya kimabavu vinavyofanywa na Marekani vinakiuka sheria za kimataifa, vinakiuka uhuru wa Venezuela na vinatishia amani na usalama katika eneo la Amerika ya Kusini na Caribbean. Tunaihimiza Marekani kufuata sheria za kimataifa na kuheshimu kanuni za Umoja wa Mataifa na kuacha kukiuka uhuru na usalama wa nchi zingine. China imechukizwa mno na kitendo cha Marekani cha kumuondoa rais wa Venezuela, nchi yenye mahusiano ya kimkakati na Beijing. Pia maelfu ya raia wa Venezuela wameandamana kulaani kitendo cha rais wao kutekwa. Lakini licha ya yote hayo, Trump anaonekana kuendelea kuimarisha mpango wake wa kuitawala Venezuela na kuhodhi visima vyake vikubwa vya mafuta. Na kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo ya Bakari, ni kuwa hatua ya Marekani kuivamia Venezuela na kumkamata kiongozi wake Nicolas Maduro imeendelea kuzusha hisia mbalimbali kote ulimwenguni. Nimezungumza na mchambuzi wa kisiasa Ibrahim Rabi akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Na kwanza alitoa mtizamo wake kuhusu namna tukio hilo lilivyopokelewa ulimwenguni. Bila shaka mpasuko umeanzia ndani ya Marekani. Nadhani umeona maseneta kama Senator Bernie Sanders wa Vermont, lakini baadhi ya wabunge Marekani wamehoji uhalali hasa wa Trump wa kufanya tukio kama hilo. Lakini hata nchi ambazo zilimuunga mkono Trump, mfano ulimwengu wa magharibi ambao walikuwa wanakubaliana kabisa kuwa Maduro hakuwa rais halali, wanakubaliana na uamuzi wa Trump kumchukua, lakini wamekuwa na misimamo tofauti kwenye hotuba ya Trump ya kuwa Marekani sasa itaiongoza Venezuela, yenyewe itaamua kuhusu mali za Venezuela na yenyewe ndio itakuwa sauti ya mwisho kuhusu Venezuela. Tumeona washirika ambao walikuwa Venezuela kama Uchina na Urusi ambao Urusi ametoa karipio kali kutaka aachiliwe haraka bwana Maduro, lakini pia hata washirika wengine wa jirani zake Brazil kule na Colombia wameonyesha wasiwasi mkubwa sana kwenye hili swala, licha ya kuwa Trump amebaki pale pale alipo na kusema kuwa ataendelea anachokitaka. Kwa hiyo ni mpasuko tunaweza kusema katika mpango ule unasema sheria za kimataifa zimepasuliwa. Tumeona serikali ya Marekani ikisema kwamba haitaki kuanzisha vita na nchi hiyo, lakini tumeona Venezuela kwenyewe kwamba mambo yanaendelea, makamu wa rais ameapishwa, anaendesha nchi na kuna hata wafuasi wa Maduro kule. Bila shaka unadhani Trump kweli ana nguvu hizi ambazo anaweza akaamua kuingia sasa kijeshi katika nchi hiyo? Nadhani Marekani ametufundisha hili mara kadhaa. Labda alikuwa ametusahaulisha kidogo kwa sababu ameyafanya mara kadhaa. Alifanya hivyo kwa Noriega mwaka 90, walifanya hivyo Philippines, lakini kwa karibuni walifanya hivyo Iraq kwa Saddam Hussein mwaka 2003. Sasa ukiangalia kama walikuwa wametutoa karibu miaka 20 tu kuwa walikuwa hawajafanya tukio kama hilo, na wameturudisha kwenye ulimwengu ule ule wa mabavu na kuamua wao na kile wanachokiona kinakuwa vile vile. Lakini kama tunamlaumu sana Marekani kwenye hili, na paswa hasa tuwalaumu pia washirika wengine ambao wamekuwepo wakimsindikiza Marekani na kuhalalisha kila anachokifanya, kwa sababu aliyoyafanya Iraki hata wao walimuunga mkono. Yale yalifanyika Libya mwaka 2011, NATO akaenda na Marekani, lakini hata jumuiya za kimataifa
zikiungana na hilo swala. Nadhani Marekani taratibu amekuwa akiwapima wenzake kutaka kufanya maamuzi mengi ambayo anaweza kuyafanya. Sauti ya Marekani tulizoea kuwa wanasema kuwa ni sauti ya kufanya mambo ya kidiplomasia. Nadhani diplomasia sasa Marekani imemshinda, na Trump anaona njia ya diplomasia ni ndefu sana. Kwa hiyo unaona kama vile anapiga shortcut nyingi. Maana hapa sasa hivi kuna swala la Greenland pia tunaliona, lakini pia ameshambulia Nigeria hivi karibuni, alishambulia Iran. Yani ni shortcut tu anapiga. Ndani ya mwaka mmoja nchi 7 Trump amezishambulia. Kwa hiyo Marekani anaturudisha kwenye ulimwengu ambao dunia ilitoka. Sasa kama Marekani inaweza ikaamua kwamba rais wa nchi fulani sio halali na kisha ikaingilia kijeshi na kumchukua rais huyo na hata kuiendesha nchi hiyo kwa kipindi fulani, ni somo gani hapa linajitokeza kwa madola mengine yenye nguvu? Kwa mfano Urusi inavyopambana na Ukraine na China na kile kisiwa cha Taiwan. Hapa kuna somo kubwa, lakini kitu ambacho kimekuwa ni tofauti kubwa sana ni tofauti ya uwezo mkubwa wa Marekani wa kijeshi na wale wengine ambao tulikuwa tunaamini ni wa upande wa pili. Kwa hiyo kulikuwa kuna pasa wakati mwingine ulimwengu sasa urudi kwenye njia na kuamua kuwa hebu tufumue hiki kitu kinaitwa sheria za kimataifa. Tufumue hii UN data, tuangalie kila kitu kuwa je, haya tulioyaandika ni halisi? Tunaweza tukafanya haya mambo kwa kupitia hii njia? Mbona njia kama haipitiki na haitendi haki kwa wenye haki, lakini inaweza ikatoa haki hata kwa wanaotaka kudhulumu? Huyu ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa kisiasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akizungumzia mzozo wa Marekani na Venezuela.